Hujambo mtazamaji wa Zone Media, karibu sana ili uweze kujipatia taarifa ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa. Ikulu ya Marekani imethibitisha kuwa watu waliokamatwa kwenye meli za mafuta zilizokamatwa nje ya pwani ya Venezuela wanaweza kushtakiwa Marekani ikiwa uchunguzi wa kisheria utathibitisha ukiukwaji wa sheria za shirikisho. Taarifa hii imetolewa na Karoline Leavitt, msemaji wa Ikulu ya Marekani, katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu operesheni ya kukamata meli hiyo. Meli kuu iliyokamatwa ni Marinera, ambayo awali ilijulikana kama Bella One. Meli hii ilijaribu kuepuka kukamatwa kwa zaidi ya wiki mbili katika bahari ya Caribbean, ikabadilisha majina na kupewa bendera ya Urusi ili kudai kinga ya kisheria. Hata hivyo, operesheni ya jeshi la ulinzi wa mwambao wa Marekani ilifanikiwa kukamata meli hiyo kati ya Iceland na Uingereza, ikifuata maagizo ya mahakama ya shirikisho la Marekani. Katika taarifa yake, Karoline Leavitt alisema, meli hiyo kwa sasa tumeshaikamata. Marekani kwa sasa ina timu kamili ya uchunguzi juu ya meli hiyo na watu waliokuwepo ndani ya meli hiyo wanahojiwa na ushahidi muhimu unachukuliwa. Kuhusu mafuta yaliyomo ndani ya meli hiyo itapelekwa kwenye bandari ya Marekani na Marekani ina nia ya kuyakamata mafuta hayo. Hata hivyo, kuna taratibu za kisheria za kukamata mafuta hayo na taratibu hizo zitasikilizwa kikamilifu. Aliongeza kuwa wafanyakazi waliokuwepo ndani ya meli hiyo sasa wako chini ya uchunguzi wa kisheria na wanaweza kushtakiwa kwa ukiukwaji wowote wa sheria za shirikisho za Marekani. Alisema, wafanyakazi waliokuwepo kwenye meli sasa wako chini ya hatua za kisheria kwa ukiukwaji wowote wa sheria za shirikisho na watafikishwa Marekani ili wakabiliana na mashtaka hayo iwapo itahitajika. Taarifa hii inamaanisha kuwa hatua za kisheria zinafuata taratibu zote zinazohitajika. Taarifa hii inamaanisha kuwa hatua za kisheria zitafuata taratibu zote zinazohitajika na kwamba wale waliokuwepo kwenye meli hawatashughulikiwa kiholela. Uwezekano wa kushtakiwa utategemea matokeo ya uchunguzi na uthibitisho wa ushahidi uliokusanywa na timu ya uchunguzi. Mbali na Marinera, taarifa ya uwazi zinaonyesha kuwa Marekani pia ilikamata tanka nyingine iliyo chini ya vikwazo, zote zikihusiana na kujaribu kuepuka udhibiti wa Marekani kwa kubadilisha majina na bendera. Operesheni hii ni sehemu ya kampeni pana ya Marekani dhidi ya meli zinazodaiwa kuendeleza biashara haramu ya mafuta, hasa zile zinazohusiana na nchi ambazo ziko chini ya vikwazo vya kiuchumi. Serikali ya Marekani imesisitiza kuwa kukamata meli hizi na kushughulikia wafanyakazi wake ni sehemu ya kuimarisha utekelezaji wa vikwazo vya kimataifa dhidi ya biashara haramu ya mafuta na kuhakikisha kuwa hakuna meli zinazoweza kuendeleza shughuli zisizo halali. Vile taarifa ya Urusi kuwataka Marekani kuweza kuwaachia wafanyakazi wa meli hiyo zitajibiwa katika taarifa hii, kutokana na taarifa ambayo Karoline Leavitt ameweza kuitoa kwamba watashtakiwa ikiwa itahitajika kwa mujibu wa sheria za shirikisho za Marekani. Mtazamaji wetu, kwa taarifa zijazo basi endelea kusalia nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.